Ahadi ya Mungu au ahadi ya Baba ni maji kwa wote wenye kiu. Yesu Kristo amezungumza kwenye Yohana sura ya 7 mstari wa 37 hadi 39. Anasema, akapaza sauti yake Yesu akasema, yoyote aliye na kiu aje kwangu, nitampa maji anywe. Biblia inazungumza, alikuwa anazungumza habari ya Roho Mtakatifu. Kwa lugha rahisi, vitu vya kimungu, vitu vya rohoni vinaongezeka ndani ya mtu kulingana na kiu mtu alionayo. Usipoonyesha shauku, tamanio na kiu ndani yako, utakuwa katika utumishi na wokovu wa kawaida, miaka nenda rudi. Hata vipawa vya rohoni, ukisoma Wakorintho wa kwanza sura ya 12 mstari wa 31 na Wakorintho wa kwanza sura ya 14 mstari wa 1, hata vipawa vya rohoni vinaongezeka ndani ya mtu kwa kutamani. Lazima uoneshe shauku ya kutumika. Kama ni mwimbaji au mwanamuziki, kiwango cha shauku na tamanio la Mungu kukutumia, kumsifu na kumtukuza na kumfanyia music, ndio Mungu atafanya kulingana na shauku. Kumbuka, mwanzilishi wa muziki sio shetani kama wengi wanavyosema. Watu wanatafsiri maandiko vibaya. Shetani hajaye kuumba muziki, na yeye sio chanzo cha muziki. Bwana Yesu asifiwe. Tamanio la vitu vya kiroho linatokana na mtu mwenyewe. Daudi anasema katika kitabu cha Zaburi 42 mstari wa 1 na 2, anasema, kama ayala ayaoneavyo maji shauku. Ayala ni vile vinyama vidogo vidogo vile vinyama. Anapokuwa na kiu, anapoyaona maji, kuna namna anakuwa na shauku ndani yake. Anasema, ndivyo mimi Bwana, ndivyo mimi natamani sana karama za roho. Ndivyo navyoona shauku. Kama ayala atamanivyo maji, ndivyo mimi navyoona shauku. Zaburi pia 63 mstari wa 1 inazungumza Daudi anatamani, anakuwa na shauku kwa habari ya Roho Mtakatifu, kwa habari ya mambo ya wokovu au mambo ya kimungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Chochote kile ambacho kinachotamaniwa ndani ya moyo wa mtu, Mungu atamuongeza na kumjaza huyo mtu kulingana na kimo na ujazo na kipimo. Maana kuna kipimo cha neema. Neema ina kipimo. Ndio maana kipimo cha neema cha huyu ni tofauti na kipimo cha neema cha nani? Cha huyu. Kwa nini cha huyu kinakuwa ni kikubwa? Namba 1, kiwango cha shauku cha wewe kutaka kumjua Mungu. Kiwango cha shauku Mungu ajifunue ndani yako. Kiwango cha shauku cha Mungu akutumie ndani yako. Mungu anakuongeza sawa sawa na shauku. Na ile bidii ambayo mtu anaweza kaionyesha, kulisoma neno la Mungu, kujitenga, kufanya maombi, kulitafakari neno la Mungu, ile bidii mtu anaweza kuionyesha, ndivyo Mungu anamuongeza mtu sawa sawa na shauku na matamanio yake. Vipawa vya Roho Mtakatifu anayevigawa ni Roho Mtakatifu mwenyewe, lakini anavigawa sawa sawa kama yeye apendavyo, anapoona tamanio au shauku ndani ya moyo wa mtu. Kutumika katika kima na katika kiwango cha Mungu kinategemea na shauku mtu ambaye anaionyesha. Hautakaa uombe katika level ile ambayo Mungu anataka wewe uombe kama umeridhika na aina yako ya kuomba. Hautakaa uimbe katika kile kiwango ambacho Mungu anataka wewe uimbe kama umeridhika na kiwango chako cha kufanyaje, cha kuimba. Nafasi yote Mungu anayekupa katika mwili wa Kristo, katika mkusanyiko wa watakatifu, hautakaa ufanye vizuri kama ndani yako huna nini? Kama hauna shauku, kama usukumwe ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mtu mmoja anaongelea hapa jamani.